Bwana ni mwema na kwa wakati wote. Nikukaribishe katika kipindi hiki. Kabla ya kuanza kipindi, tuombe. Asante Yesu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru umekuwa nasi, umetulinda na kutupatia uzima, afya njema. Jina lako litukuzwe. Heshima, nguvu na utukufu vikurudie wewe milele na milele. Tuseme nini basi, kwa kuwa wewe ni mwema, basi jina lako litukuzwe. Masaa haya tunapoendelea na kipindi, tunakuomba Bwana ukae kiongozi na mwalimu na mlinzi, ili ukatupatie tukufu wako na hatimaye watu wakaweze kuokolewa. Watu watambue kwamba tupo wakati gani. Ni ombi langu katika jina la Yesu. Amina. Karibuni sana katika siku hii ya leo. Leo tutajifunza kitabu cha matukio ya siku za mwisho. Kama unavyokiona hivi, kinasema matukio ya siku za mwisho. Kione tu vizuri, matukio ya siku za mwisho, ambayo tunakumbushwa matukio ya wakati huu. Katika kitabu hiki, sura ile ya 10 ya kitabu cha matukio ya siku za mwisho, ina kichwa cha somo kinasema kipindi kifupi cha wakati wa taabu. Wakati wa taabu kabla ya mlango wa rehema kufungwa. Wakati wa taabu kabla ya mlango wa rehema kufanyaje? Kabla ya mlango wa rehema kufungwa. Anasema njozi hii ilitolewa mwaka 1847, na wakati huo kulikuwa na ndugu wachache tu waliokuwa na imani katika marejeo na wakiishika Sabato. Na kati ya hawa ni wachache tu waliofikiri kuwa suala la utunzaji Sabato lilikuwa la muhimu kiasi cha kutosha kuweza kuchora mstari kati ya watu wa Mungu na wasioamini. Sasa utimizwaji wa njozi hii unaanza kuonekana. Mwanzo wa wakati huu wa taabu uliotajwa hapa sio wakati ule ambapo mapigo yataanza kumwagwa, lakini ni kipindi kifupi kabla tu hayajamwagwa. Wakati Kristo akiwa hekaluni, katika wakati huo, wakati ambapo kazi ya wokovu inapokuwa ikifungwa, taabu itakuwa inakuja duniani na mataifa yatakasirika, lakini bado yatashikiliwa ili yasizuie kazi ya malaika yule watatu. Katika hili somo tunajifunza habari za utunzaji wa Sabato, tunajifunza habari za Yesu na habari za ulimwengu huu. Tunaambiwa kwamba wakati wa taabu upo njiani. Wakati wa taabu utatukuta, wakati wa taabu utawakuta watu wa Mungu. Anasema mwaka 1847 kuna watu wa Mungu waliokuwa wamebakiwa na waliotambua umuhimu wa suala la Sabato. Na anasema kuna wachache tu ambao waliweza kushikilia mstari na walienda kushikilia imani na kuchora mstari kuonesha hawa ni watu wa Mungu na hawa watu hawamwamini nani? Hawamwamini Mungu. Na anasema watu hao walimwamini Mungu, na sasa utimizwaji wa njozi hii unaanza kuonekana. Kwa hiyo walipotimiza hayo majukumu ya Sabato, mataifa yaliweza kuwachukia, wafalme waliweza kuwachukia. Na sasa hii itakuja kutokea kwetu katika maisha yetu si muda mrefu. Na anasema kwamba unaanza kuonekana. Anasema mwanzo wa wakati huo wa taabu uliotajwa hapa sio wakati ule ambapo mapigo yataanza kumwagwa. Kwa hiyo huu wakati ambao unatajwa si ule wakati ambao mapigo yataanza kumwagwa, hapana. Ni kipindi kifupi tu cha muda mfupi ambacho kitawapata watu wa Mungu wanaoishikilia Sabato ya Bwana. Na anasema lakini kipindi kifupi kabla tu hayajamwagwa, wakati Kristo akiwa hekaluni. Katika wakati huo
Wakati ambapo kazi ya wokovu inapokuwa ikifungwa, taabu itakuwa inakuja duniani na mataifa yatakasirika. Kwa mataifa yatakasirika na kuwakasirikia wale wanaoitunza sabato ya Bwana na wanaoshikilia ukweli wa Mungu. Mataifa yatawakasirikia. Anasema lakini bado yatashikiliwa. Kwa hiyo kumbe haya mateso yanapopangwa kutokea, anasema bado yatashikiliwa kwanza. Bado yatashikiliwa, anasema yatashikiliwa ili yasizuie kazi ya malaika yule watatu. Kwa hiyo kumbe mateso hayatatutokea mpaka pale habari njema ya ufalme wa Mungu itakapohubiriwa ulimwenguni kote. Anasema itashikiliwa mpaka habari ya ujumbe itakapohubiriwa kote. Mwisho wa uhuru wa kidini nchini Marekani. Sheria ya Mungu kupitia kwa wakala wa Shetani itabadilishwa. Katika nchi yetu Amerika ijivuniayo uhuru wa kidini, uhuru huo utafikia mwisho. Ushindani mkubwa utaamuliwa juu ya suala la Sabato, jambo ambalo litautikisa ulimwengu mzima. Kwa hiyo sheria ya Mungu kupitia mawakala wa Shetani itabadilishwa, na katika nchi ambayo inajivunia kuwa na uhuru itafika mwisho. Ushindani mkubwa utaamuliwa juu ya suala nini? La Sabato, jambo ambalo litautikisa ulimwengu mzima. Anasema taabu kuu inawangojea watu wa Mungu. Karibu sana taifa letu. Marekani litajaribu kuwalazimisha wote kushika siku ya kwanza ya juma, yaani Jumapili, kama siku takatifu. Katika kufanya hivi, hawatasita kuwashurutisha watu kinyume na sauti ya dhamiri zao wenyewe, ili kushika siku ambayo taifa linatangaza kuwa ndiyo Sabato. Kwa kuna Sabato original ambayo Sabato ya Mungu ya iliyotangazwa pale uumbaji, na kuna Sabato bandia ambayo Shetani ameitangaza yeye, atakuja kuitangaza tena kwamba kila mtu aabudu siku hiyo. Asipoabudu ndipo kutakapotokea mzozo na mgongano. Waadventista wa Sabato watapigana vita juu ya Sabato ya siku ya saba. Ni ukurasa wa 124 kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho. Kwenye paragrafu ya pili anasema Waadventista wa Sabato watapigana vita juu ya Sabato ya siku ya saba. Mamlaka katika nchi ya Marekani na katika nchi zingine yatainuka katika kiburi na nguvu zao na kutunga sheria ili kuzuia uhuru wa kidini. Waprotestanti nchini Marekani watakuwa mstari wa mbele zaidi katika kunyoosha mikono yao kuvuka shimo kubwa ili kukumbatia umizimu. Watanyoosha mikono hadi kuzimuni ili kukumbatiana na mamlaka ya Kirumi, wakiongozwa na muungano huu wenye pande tatu. Nchi hii itafuata nyayo za Rumi katika kukanyaga haki za dhamiri. Kwa tunakutana na hapa kwamba Waadventista wa Sabato pekee, wale watu wa Mungu watakaotiwa muhuri wa Mungu wa siku za mwisho, hao ndio watakaoitetea Sabato ya kweli, Sabato ya Mungu. Ndio watakaopinga habari ya kutangazwa kwa Jumapili, na ndio watakaokutana na taabu. Waprotestanti wengi au watu wengi watanyoosha mikono na kupitisha hiyo ajenda kwa ajili ya siku za mwisho. Kila kitu kitaenda chini ya mamlaka ya Rumi na kukanyaga haki za dhamiri. Paragrafu ya 3 inasema kanisa na serikali kuwapinga watu wa Mungu. Wale wote ambao hawatakubali kutii agizo la mabaraza ya kitaifa na kufuata sheria za kitaifa zinazoinua Sabato iliyoanzishwa na mtu wa kuasi kwa kupuuzia siku takatifu ya Mungu, hawatagandamizwa na kuteswa na nguvu za upapa tu, bali pia kutoka kwa nguvu za ulimwengu wa Kiprotestanti, sanamu ya mnyama. Sasa hapa sanamu ya mnyama ndipo itakapokuja kufanya kazi
ya Ufunuo iliyotajwa ya Ufunuo 13 kwamba ameazimu kufanya sanamu ya mnyama ifanyaje? Sanamu ya mnyama inene. Kutia pumzi sanamu ya mnyama ifanyaje? Inene. Kwa hiyo hapa ndipo itakuwa inafanya kazi, na anasema watu watakaokataa kutunza sabato iliyoanzishwa na mtu wa kuasi, atakayekataa hakika, maandiko yanasema kwamba taifa yatawakasirikia, mataifa yatawakasirikia na hakika na kuwatenga na kuwatesa. Anasema hawatakasirikiwa tu na kuteswa na nguvu za Kiprotestanti, nguvu za upapa tu, yaani nguvu za upapa tu hazitatosha, bali pia kutoka kwa nguvu za ulimwengu wa Kiprotestanti, sanamu ya mnyama. Kwa hiyo nguvu za kiulimwengu zote za Kiprotestanti za sanamu ya mnyama pia zitawatesa, na mamlaka ya upapa pia. Mamlaka hizo tatu ambazo mnyama atazitumia, hizo ndizo kutumika kuwatesa watu wa Mungu. Anaendelea na kusema, mashirika yale ya kidini yanayokataa kusikia ujumbe wa Mungu wa maonyo mbalimbali yatakuwa chini ya udanganyifu mkubwa, na yataungana pamoja na nguvu za dola ili kuwatesa watakatifu. Makanisa ya Kiprotestanti yataungana pamoja na mamlaka ya upapa katika kuwatesa watu wa Mungu wazishikao amri. Kwa hiyo mashirika yale ya kidini yanayokataa kusikia ujumbe wa Mungu wa maonyo mbalimbali yatakuwa chini ya udanganyifu mkubwa, na yataungana pamoja na nguvu za nini? Za dola ili kuwatesa watakatifu. Makanisa ya Kiprotestanti yataungana pamoja na mamlaka ya upapa katika kuwatesa watu wa Mungu wazishikao amri zake. Mamlaka haya yanayofanana na mwana kondoo yataungana pamoja na joka katika kufanya vita dhidi ya wale watunzao amri za Mungu na kuwa ushuhuda wa Yesu Kristo. Kanisa huomba msaada wa nguvu za dola, na katika kazi hii wafuasi wa upapa na Waprotestanti wataungana pamoja. Kwa hiyo katika hili somo tunakutana na kwamba watu wa Mungu watateswa katika siku za mwisho, wale wanaozishika amri za Mungu. Kwa hiyo watu wa Mungu watateswa na kuteseka sana kwa sababu wanazishika amri za Mungu. Watakataa kutunza sabato ambayo ilitengenezwa na mtu wa kuasi, na atakapokataa ndipo shetani atakapotumia nguvu sasa za dola kutesa watu hao wanaokataa kumnyenyekea. Kwa hiyo Mungu atasaidie sana tunapoendelea kujifunza na kutambua wakati tuliopo. Anasema kwamba katika paragrafu ya ukurasa wa 125 paragrafu ya kwanza anasema, mbele ya mahakama wale waishio wakati wa siku za mwisho wa historia ya dunia hii watajua maana ya kuteswa kwa ajili ya ukweli. Kwa hiyo hapo ndipo itakapoonekana wafia dini katika kipindi hicho. Wafia dini ndipo watakapoonekana, au maana ya kuteswa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ukweli. Katika mahakama kutotenda haki kutashamiri. Majaji watakataa kusikiliza sababu za wale walio waaminifu kwa amri za Mungu, kwa sababu wanajua kuwa hoja zinazotetea amri ya 4 hazina majibu. Watasema, tunayo sheria na kwa sheria yetu yampasa kufa. Sheria ya Mungu sio kitu kwao sheria yetu ndiyo kuu. Wale wanaoheshimu sheria hii ya kibinadamu watapendelewa, lakini wale ambao wataisujudia sabato bandia hawatapewa msaada wowote. Wale ambao hawataisujudia sabato bandia hawatapewa msaada wowote. Kwa hiyo kumbe hiyo vita au hizo siku za mwisho itapiganiwa sabato ya nini? Ya Mungu na sabato ya uongo. Kwa wale watu watateswa. Kwa hiyo watakaoonewa huruma ni wale
walioishika sabato bandia watakaokubali kuishika, na wale watakaokataa na kuitetea amri ya Mungu, hao ndio watakaoteseka bila kupewa msaada wowote. Katika hali mbalimbali ambapo tunaletwa